Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Yes, mambo vipi? Hii ni Kasako Media. Bwana DC Mwijaku ampa pole Diamond bwana kwa kushindwa kulipa kodi, pia kwa kushuka kiuchumi. Hata hivyo amempa pole na pia amemwambia asikate tamaa. Mwijaku amesema kwa sasa Mwambino ameshindwa hata kufuturisha kutokana na hali yake ya kiuchumi kuwa mbaya. Licha ya hivyo ofisi yake kufungwa kwa sababu anadaiwa kodi. Kwa sasa hivi tuone marafiki zake wa kweli. Ananukuu kutoka kwa Mwijaku amesema kwamba tuone wale marafiki wa kweli ambao walikuwa wanatembea wote kwa pamoja, wana hang wote, wanakula bata kwa pamoja, lakini pia mwenye nyumba anataka kodi ya ofisi imefungwa na kufutulisha ameshindwa. Leo hii nyumba yake ikaenda mpaka mkataba unasoma kipengele cha 47 inasema, lakini hivyo ni mapito tu ndugu yangu, naamini yote ni mapito na utapitia, mambo yatakuwa shwari. Kwa maneno, kwa video ambayo inaonyesha kwamba Mwijaku anamzungumzia Mwambino kwamba yeye sasa hivi uchumi wake uko chini, ndio maana hata ofisi yake ile haifunguliwi na pia anadaiwa kodi, anashindwa hata kufutulisha. Hayo ni maneno ya Mwijaku kupitia mitandao ya kijamii. Jina langu naitwa Dada Bonge au Nice Godfrey wa Kasako Media. Mwambino Zolfu hali kushnush, wanasema kushnush hotahe. Sasa hivi ndio tuwaone marafiki wa karibu wa Mwambino walikuwa nakula hela ya Mwambino, walikuwa wanafurahia maisha ya Mwambino, walikuwa wanazunguruka na kuhang out na Mwambino, kina Jux kina nani, wakati wao kurudisha fadhila. Ndugu yetu Zolfu hali mwenye nyumba anataka kodi, ofisi imefungwa, kufuturisha anashindwa, anapapatika. Leo mwenye nyumba akaenda kumpa mkataba asome kipengele cha 47 kinasemaje. Lakini hayo ni mapito ndugu yangu, mimi naamini ni mapito unapitia, utarudi kwenye mstari. Niliwaambia kila kitu kina mwanzo, kati na mwisho. Kushnei. Lakini hutaki kucheka binadamu mwezi wako kwenye matatizo. Na kuombea dua Mwambino, mambo yakae sawa, mambo yakae vizuri inshallah. Mwezi unaokuja, mwezi mwingine wa Ramadhani, utufuturishe. Maana tulizoea kwenye 10 la mwisho unafuturisha. Nikaambiwa mwenye nyumba saizi ndio yuko nyumbani hapo mnaanga. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.